Mambo yako poa kabisa. Mambo yanakuwaje poa Jumatatu? Yeah, it's a football kwa sababu mpira wa miguu na matokeo matatu na tumefanya makosa, wenzetu wametuadhibu. Kwa hiyo tumepokea hii kama changamoto ambayo tunakwenda kuifanyia kazi kwenye picha ya mazoezi. Kwa hiyo hakuna kingine zaidi ya kusema football. Lakini mlijinasibu mwanzoni kwamba hawa Simba kwa namna yote hawachomoki. Kila timu ambayo inashiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara lengo lake la kwanza ni kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo unapochukua ubingwa wa ligi kuu tafsiri yake lazima ushinde mechi. Tumejipanga kushinda mechi lakini tumefanya makosa kama ulivyo mpira wa miguu ni mchezo wa makosa. Tumefanya makosa, wenzetu wametumia makosa yetu, wametuadhibu, wamepata point 3. Kinachofuata sasa kwa Mbeya City. Mbeya City kwa sasa tutakwenda kupata mapumziko takriban siku 10. Mara baada ya hapo tutarejea kambini tena kujiwinda na michezo mingine ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Tayari kabisa kuendelea kupeperusha bendera yetu vyema. Umetuambia hapa kila timu inayoshiriki ligi kuu lengo lake ni kuchukua ubingwa. Ndio. Hii ni moja ya ndoto ya Mbeya City kwa msimu huu. Tulikuwa tumecheza championship kwa takriban miaka 2. Mara baada ya kurejea tangu mwanzo wa msimu tulisema kwamba tunakuja kwenye ligi kuu, tuko na mpango mkakati wa miaka 3. Mwaka wa kwanza ndio huu ambapo mpango wetu mkakati ni kuhakikisha kwamba tunakuwa kwenye top 6. Kama unavyojua unapokuwa na nafasi ya 6 unakuwa nafasi nzuri ya kuweza kufanya mazungumzo na watu kwenye uwekezaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nia yetu bado iko pale pale na mapambano yanaendelea. Umesema Young Africans mkapata sare of course na leo mmefungwa na Simba. Kwako umeona hizi mechi mbili ipi ilinipa kashikashi ama ipi ilinipa ugumu sana? Mechi dume unaona kabisa ilikuwa ipi hata wewe kwa sababu mpira wa miguu ni transfer game, mchezo wa wazi. Ulikuwa unaona kabisa mechi ipi kwa ngumu. Timu ya Bahati imefanikiwa kupata ushindi leo lakini mechi ngumu ilikuwa ya kule Mbeya dhidi ya Yanga. Umesema malengo ni kusalia kwenye top 6 lakini kwa mwenendo ambao yuko nao sasa hivi Mbeya City unaona mnaweza mkafikia kwa sababu ni michezo takriban 4 sasa mfululizo. Mwenendo unanifananisha na nani? Wewe unanifananisha na nani mwenendo huo? Wewe si unasema unataka kuwepo top 6? Yes, ananiambia mwenendo huu yeye kama uelewi namuuliza ananifananisha na nani? Mimi naitaka top 6, nitaipata top 6. Kwa mwenendo huu akusuasua? Even kinyonga anaweza kana taratibu lakini safari yake kafika. Lakini utafika ukiwa umechoka. Nitafika? Ukiwa umechoka sana. Malengo ni nini? Safari inaweza ikafia njiani. Kumbe unaniambia nitafika nikiwa nimechoka, safari itafia njiani. Nasema hivi nitafika top 6, malengo nitayatimiza. Tunakwenda kwenye picha mazoezi, mara baada ya mapumziko tutafanya marekebisho na maboresho kwenye kikosi chetu na kama unavyojua sasa hivi kwenye mchakato kumpata mwalimu mpya. Muda sio mrefu tutamtangaza mwalimu wetu ambaye atakuja kunoa kikosi chetu cha Mbeya City. Historia yenu na mechi na Yanga zinakuwa ni nzuri sana kuliko mechi za Simba. Pengine hapa unaweza kutufafanulia kiufupi zaidi? Kwa sababu mechi za Simba zinakuwa ni kama mnapoteza nyingi kuliko za Yanga. Ukiangalia historia ya Mbeya City na Yanga na Mbeya City na Simba, sisi Simba tumemfunga mara nyingi, Yanga tumemfunga mara moja tu. Simba tumefunga nje ndani, Simba tumemfunga away, umeona Yanga tumefunga mara moja tu nyumbani. Kwa hiyo sijui una michezo ya mwisho ni kama ina mihukumu. Naam? Michezo ya mwisho ni kama ina mihukumu kwa upande wenu mnapokutana na Simba. Sijaelewa maana ya swali lako. Yaani mmefungwa michezo ya mwisho mara nyingi sana na Simba. Kuliko nani? Kuliko Simba kamefunga nyinyi mara nyingi sana, bwana nikakuuliza hili swali. Ndio maana nasemaje? Ukiniambia Yanga sawa na rekodi ya kumfunga mara moja tu. Lakini Simba nimemfunga mara nyingi, tena nimepiga nje na ndani. Wakati mnashuka kutoka kwenye ligi kuu kwenda championship, mechi zote mbili na Simba zilikuwa shughuli, lakini mechi ya mwisho ya Yanga mlitoa sare ya 3-3 na mmerejea mmeanza ligi na sare ya Yanga, mmeanza ligi kwa kupoteza dhidi ya kwenye goli 3 dhidi ya Simba. Mimi na wewe tukutana mara baada ya ligi kuisha wakati Simba amekuja sokoni kwa sababu mimi na Simba sijamalizana nayo. Asante sana.